nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى enyi ndugu waumini na kuhusieni katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala, wasia ambao nahitajika mwanzo kabisa kuipa nafsi yangu juu ya jambo hilo. Katika mlango unaozungumzia watu kurejea kwa Mwenyezi Mungu, tuko katika hadithi ya 19 kwenye kitabu Riyadhus Salihin. Hadithi hii tulianza kidogo katika wiki iliyopita. Hadithi inatoka kwa Zirrin ibn Hubayshin قال, mwanachuoni huyu alizungumza maneno, ataitu Safwana ibn Assal, mimi nilimwendea sahaba Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amemiridhia radhi nyingi yaliko. Nilikwenda kwa lengo maalum, lengo lililonipeleka kwa sahaba huyu as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffaini. Jambo kubwa lilompeleka kule kwenda kumuuliza kuhusiana na kupangusa kwenye khofu mbili, au kama mtu atakuwa amevaa soksi. Faqala, nilipofika nyumbani sahaba akanambia, ma jaa bik ya Zirrun, kilichokuleta hapa ewe Zirrun ni kitu gani? Faqultu, mimi nikasema kumwambia, ibtigha al-ilmi, jambo nilifuata hapa ni kutafuta elimu ya dini. Faqala, sahaba kabla ya kwenda katika upande mwingine akanipongeza na kunambia kwamba innal malaikata tad'u ajnihataha, hakika malaika wanaweka mbawa zao litalibi ilmi, kwa yoyote ambaye amekuwa na jambo hili la kutafuta elimu. Malaika kwa hakika huonaye kamba zao litalibi ilmi, kwa mtafutaji elimu ya dini. Ridan, wakiwa wameridhika bima yatlubu, kwa kile ambacho wanakitafuta mtu huyo. Kwa hiyo kabla kwenda popote, nakupa hilo ujue kwamba almalaikata wada'at ajnihataha ilayka, malaika ujue kwamba wameweka mbawa zao kwako wewe. Faqultu, Zirru akaendelea kusema kupeleka masala, innahu qad hakka fi sadri,
kwa hakika mambo yalivyo, limejitokeza jambo kwenye kifua changu. Almashu ala alkhuffaini, jambo yenyewe kupangusa kwenye khofu mbili. Baada alghaiti walbaul, baada ya kutoka kwenye choo kikubwa na kutoka kwenye choo kidogo. Wa kunta mra'an, na nimekuja hapa kwa sababu wewe ulikuwa ni mtu ambaye min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, ni katika masahaba wa mtume. Fajitu as'aluka, mimi nimekuja hapa kalengo maalum, nimekuja kwako kwa ajili ya kukuuliza, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika, je, katika kukaa kwako na mtume umewahi kumsikia Nabii Muhammad akitaja shay'an, jambo kuhusu khofu mbili? Qala na'am, sahaba kamjibu ndio. Kana ya'muruna idha kunna safaran, mtume alikuwa anatuamrisha wakati tutakapokuwa ni wasafiri au musafirin. Hiyo au inatoka kwa sahaba mwenyewe. alla nanzi'a khifafana, katika mambo alotuamrisha Nabii Muhammad, kawaida alikuwa anatuambia kwamba na kutupa amri tusije tukavua hofu zetu 3 ayamin, michana mitatu, wa layalihinna, na misiku yake mitatu, illa labda kama mtu atavua min janabatin, kwa sababu kapta janaba, labda pengine mtu kaota anaingiliana na mwanamke au kachanganyika na ahali yake katika usiku ule, labda kama kuvua atavua hapo. Lakini kama hajafanya tendo hilo, basi hakuna haja kabisa kabisa mtu kuvua kofu zake au soksi zake, sababu ya kwenda chooni tu au kukojoa, basi jambo hilo hakuna ruhusa au haamrishwi mtu kuvua hofu zake. Lakini min ghaitin wa baulin wa naumin, mtume alikuwa anatuamrisha tutapokuwa katika janaba basi tunaweza kuvua, lakini suala la kuwa mtu katoka chooni, choo kidogo, choo kikubwa au kalala, hilo jambo kwa hakika alikuwa atuamrishi kitu. Fakultu, Zirrun anaendelea na msala akasema kwamba mimi nikasema, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'a, je, katika kukaa kwako naye Muhammad umewahi kumsikia labda akitaja kuhusiana na upepo, kitu chochote, labda pengine mtu katoka upepo kataja hilo kitu? Qala na'am, sahaba akamjibu ndio. Kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, sisi tulikuwa pamoja na mjumbe Mwenyezi Mungu kwenye safari fulani. Fabainama nahnu indahu, wakati sisi tuko mbele yake pale, idh nadahu, ghafla katupiwa sauti, kaitwa. Nani alomuita? Alomuita ni arabiyun, kamuita mtu mshamba mmoja. Lakini washamba kama unavyojua wanakuwa mara nyingi hawana ustaarabu wa kimavazi. Anaweza mtu kutoka kijijini akatembea miguu peku peku, au wakati mwingine anaweza kabisa mtu kijijini akatoka tumbo wazi, akatoka na bukta tupu. Hakadha watu wa vijijini ndio walivyo. Basi nadahu arabiyun, alimwita mtu mshamba mmoja, bisautin, lakini kwa sauti ambayo lahu jahwariyun, sauti ambayo imeinuka kidogo, wakati ambapo jambo hili kwa hakika ni kosa kubwa. Watu kumuita Nabii Muhammad kwa masauti ya juu kama anavyoitana wengine, basi kwa hakika hilo jambo kwa upande wa Muhammad ilikuwa ni kosa kubwa. Kamitaje? Ya Muhammadun, katoa sauti kubwa akamwita Muhammad. Hivi ndio walivyo watu wa shamba, hawatumii kwamba ya ayuhan nabiyu au ya rasulallah au ya abul qasim, hawasemi hivyo. Wanamwita, wanamkatilia mbali kabisa kabisa jina. Faajabahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa Muhammad ana logic kubwa sana, ana mbinu kubwa sana za kuweza kuishi na wale ambao anawaongoza.
Faajabahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akamjibu nahwa min sautihi, mfano wa sauti yake ile ile. Kamwambia njoo. Faqultu lahu, mimi niko pale nikamwambia huyo bwana mwenye kusimulia hadithi hii ambaye ni Safwan, anasema huyo bwana alouliza swala mbele ya mtume. Faqultu lahu, mas'ala haya anamsimulia nani? Anamsimulia Zir ibn Hubaysh. Faqultu lahu, mimi huyo mtu aloinua sauti, mtu mshamba alokuja kutoka kijijini, nikasema kumwambia yeye, waihak, una nini, mbona hivi? Idud min sautik, inamisha kidogo, ipunguze kidogo sauti yako. Fa innaka inda nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hapa upo pahala pengine, hapa uko mbele ya mtume, na katika mambo ambayo haitakikani kuinua sauti mbele ya mtume, sauti yako ikawa juu kuliko yeye. Waqad nuhita an hadha, na hakika kama ni muislam umekatazwa kabisa hilo. La tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabii, msiinue sauti zenu mbele au juu ya sauti ya mtume, zenu nyinyi zikawa juu kuliko yake yeye. Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum, hayo itakuja kupelekea matendo yenu kuporomoka. Wa antum la tash'uruna, na nyinyi hamfahamu. Kwa hivyo ighdud sautak. Faqala, mtu mshamba huu akasema hivi ifuatavyo, wallahi naapa kwa Mwenyezi Mungu, mimi la aghdud, siwezi kabisa kuiziba chini sauti. Qala al-arabiyu, mshamba huyu akasema, almar'u, kwa sababu mtu yuhibbu alqauma, anawapenda watu, walamma yalhaq bihim, hata kama hajawakutia watu hao, lakini ndo mtu anawapenda. Kivipi? Makusudio maneno hayo, almar'u yuhibbu alqauma, mtu anaweza kuwapenda watu, walamma yalhaq bihim, hata kama hajafika katika daraja waliofika wao, lakini yale mapenzi yalivyomvutia, basi kwa hakika inabidi kuwapenda. Hata kama mtu hakufika katika ile daraja ambayo kafika, labda pengine mtu anamwangalia Ronaldo ule anapocheza, anapokwenda, anapovaa, anapokata nywele, basi na mtu kwa kuwa kwa Zanzibar hapa anampenda sana, anakwenda kama anavyokwenda yeye, kama nywele anafanya kama anavyofanya yeye, kadha. Na wengine sasa kama unavyoona manywele matimtim kabisa, yale yote yanapelekea vile kuwa ni mapenzi. Aweza mtu kuacha dini ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mapenzi ya kufuata kitu fulani. Tayeb, qala an-nabii, alipolitupa suala hilo, alipoeleza jambo hilo, mtume akasema, almar'u, ajitambue kabisa mtu, ma'a man ahabba, atakuwa pamoja na yule ambaye alikuwa anampenda sana duniani, yaumal qiyamati, siku ya kiyama atafufuliwa hivyo. Ukipenda wacheza mipira, basi kwa hakika yaumal qiyama utafufuliwa kwenye grupu hilo. Na ukapenda wasanii, ukapenda shirikina, ukapenda watu wa bid'a, basi na wewe utafufuliwa kwenye grupu hilo. Fama zala, na ukapenda masahaba pia vile vile utafufuliwa nao, hata kama hukufika katika daraja zao, lakini jambo la kupenda, basi kwa hakika hapo Mwenyezi Mungu anakutazama kwa mtazamo mwingine. Fama zala yuhadithuna, hakuwacha kuwa anatusimulia sisi Nabii Muhammad, hatta dhakara baban, mpaka ikafika wakati akaja akataja mlango fulani. Min al-maghrib, mlango huu uko upande wa magharibi. Masiratu ardihi, masafa ya upana wake, au yasiru rakibu, anakwenda mpanda chombo, fi ardihi, upana wake, 40 au 70 ama, kwa muda wa miaka 40 au kwa muda wa miaka 70. Qala Sufyan, amesema Sufyan
ahadu ruwati, ambaye yeye ni mmoja katika wapokezi wa hadithi, qibala Sham, kwamba mlango huu uko katika upande wa Sham. Khalaqahu Allahu ta'ala, mlango huu ameuumba Mwenyezi Mungu, yauma khalaqa as-samawati wal arda, siku aliyoumba mbingu saba na ardhi saba zote. Maftuhan, mlango huu Mwenyezi Mungu kaufungua, kauachia wazi, litaubati, kwa ajili ya watu kurejea kwa Mwenyezi Mungu, uko wazi kabisa. La yughlaqu, haufungu kabisa mlango huo, hatta tatlu'a ash-shamsu minhu, mpaka litakapochomoza jua kutoka katika upande huo wa magharibi. Likitoka jua huko, basi naam, hapo ndo yusaddu albabu, mlango unatiwa loki, hata mtu akisilimu, hata mtu akiamini, inakuwa ni bure tu. Hadithi hiyo rawahu Tirmidhi wa ghayruhu, amepokea Imam Tirmidhi na sio kwa Tirmidhi, wa qala hadithun hasanun sahihun, akasema kwamba hadithi ni hasan halafu ni sahihi. Tuangalie kidogo wana wachuoni walivyokwenda katika mlango huu wa kupangusa kwenye hofu, lakini pia vile vile na makundi mengine yalipopotoka katika masala mazima haya ya kupangusa kwenye hofu, wao wakoje? Dhakara hadha alhadithu, hadithi anasema Ibn Uthaymin, min ahadithi taubati, ni katika hadithi ambazo zinazungumzia ya watu kurejea kwa Mwenyezi Mungu, allati saqaha almuallifu, ambao ameuweka mlango huu au ameziweka hadithi hizo mtunzi wa kitabu rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amemnia rehema nyingi, fi bayani, amekuja kuzungumzia mpaka bayana, mata tanqati'u at-taubatu, wakati gani toba itakatika, hakuna mtu kutubia tena. Lakini hadithi hiyo au mlango huo yashtamilu ala fawaidi, mlango unakusanya faida fulani. Ya kwanza miongoni mwa faida, anna Zir ibn Hubaysh ata ila Safwan. Kwanza huyu bwana Zir alikwenda moja kwa moja kwa Safwan. Min ajli madha? Min ajli alilmi, alikwenda kwa ajili ya kusoma. Na sahaba alipofika kwake akamwambia, innal malaikata la tad'u ajni'ataha li talibi alilmi bima yatlubu. Wa hadhihi faidatun adhima, na hii ndiyo faida kubwa, tadullu ala fadilati alilmi, faida ambayo inajulisha juu ya ubora wa elimu, wa talabi alilmi, na kutafuta elimu pia vile vile. Wal muradu bihi, na makusudio ya elimu iliyokusudiwa, alilmu shar'i, ni elimu ya kisheria, ilmu ma jaa bihi rasul, ni elimu ambayo alikuja nao Nabii Muhammad, ya kukataza kiumbe wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu mwenyewe, hili baya usifanye, hili jema fanya. Amma ilmu dunya falidunya, ama kuhusu elimu hii ya dunia, hii ni kwa ajili ya dunia, kama labda pengine ufundi kitu gani, lakini mambo yalivyo, talabul ilmi alladhi jaa bihi an-nabiy, kutafuta elimu ambayo alikuja nao Nabii Muhammad, wa huwa alladhi alayhi athanau, elimu hii ndiyo ambao ndani yake mtu hapa anapata sifa, anasifiwa sana. Wal madhu, anapongeza sana mtu, anasifiwa na anapongezwa. Wal hathu alayhi, na imehimizwa pia fil Qur'ani was sunnati, kwanza katika kuhimizwa kwake imehimizwa kwenye Qur'ani, Allah kukwambia fa'alam annahu la ilaha illa Allah, lakini katika upande wa sunna nako pia vile vile imehimizwa na mjumbe Mwenyezi Mungu. Wa huwa naw'u, na elimu hii kwa hakika ni namna moja, min aljihadi fi sabilillah, ya kupambana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kama mtu anataka kutetea dini yake, anataka kupambana jihadi, basi kwanza asome. Wasichambuliane tu watu, wasihimizane tu watu waingie kwenye uwanjani, waingie kwenye mapambano uwanjani na silaha. Hapana, wakati ambapo watakuwa ni wajinga sana. Lianna hadha dina,
Kwa sababu dini hii ya Mwenyezi Mungu qama bi amraini, imesimama hapa duniani kwa mambo makubwa mawili. Qama bil ilmi wal bayani, ilisimama dini hii kwa taaluma kubwa sana kutolewa, lakini na bayana nyingi, watu kubainishwa kwamba hapa pako kadhaa, hapa taki kufanya. Mtu anapewa bayana basi anakinai. Wabisilahi, lakini kwa wakati mwingine sasa inaporuhusika sasa hutumika silaha Waislamu kuteswa kwa sababu ya dini yao, hapo na watu wanatumika upanga sasa, wasinan na mikuki. Hata mpaka ilifikia wakati inna ba'd al-ulamai, hakika baadhi ya wanawachuoni, qala, walisema ya kwamba inna talaba al-ilmi, hakika jambo la kutafuta taaluma ya dini, afdalu, hilo jambo ni bora, min al-jihad fi sabilillahi, kuliko mtu kutoka kwenda jihadi kupambana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hakwenda riaan, hakwenda sum'a, hakwenda liura makanahum, hakwenda labda pengine aonekanike, asikilikane. Hapana, amekwenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Bisilahi, katoka na silaha. Basi kwa hakika hii inakuwa sio bora kuliko mtu kwenda kukaa kitako pale akasoma. Kwa nini? Lianna hifdha shariati, kwa sababu kuihifadhi sharia Mwenyezi Mungu, inma yakunu, hakika si vinginevyo, kuihifadhi sharia Mwenyezi Mungu inakuwa bil ilmi. Hifadhi bwana inapatikana kwa watu watakaposhughulika na dini ya Mwenyezi Mungu kwa kuisoma hasa, ndo hapo dini ya Mwenyezi Mungu inahifadhiwa sana. Akileta mtu jambo la kipuuzi, jambo la uzushi, hapa rekodi na ndio kitabu kimezungumza hivi, mtume kazungumza hivi, sheria kwa hakika inapata kuhifadhika. Wasayati ayamun, na yatakuja masiku, haya mambo kwa hakika yatatoweka. Yahduthu qaumun, watachipuka watu, yad'una alilma, watadai kwamba wao wana elimu. Sasa watatupiwa masala, watoe fatwa, lakini katika kutoa fatwa kwao fayadhilluna wajudhillun, watapotea wao wenyewe na kuwapoteza watu wengine pia vile vile, kwa sababu hawataki kusoma watu. Na ikiwa mtu hakushughulika na jambo hili, anapata jawabu rasmi ya kujibiwa yeye katika suratul Fatiha, ambao kila yawmin naqra'uha 5 marrat, kila siku inayoingia duniani tunaisoma angalau kwa uchache mara 5 kabisa. Wapi hapo? Tunamuomba Mwenyezi Mungu sana kila siku, ihdina siratal mustaqim, tuongoze mara wetu kwenye njia iliyonyooka, siratal ladhina an'amta alaihim, njia wale ambao umeneemesha juu yao. Neema gani? Majinoti? Hapana, neema ya kumkubali Mwenyezi Mungu, neema ya imani, neema ya Uislamu. Ghairil maghdubi, usitupeleke Mola wetu kwenye njia wale ambao wamekasirikia. Nani yao? Alyahudu, Mayahudi. Wamekasirikiwa kwa sababu gani? Kwa sababu walitambua ukweli na wakauacha. Hapo Mwenyezi Mungu akakasirikia. Na yoyote yule ambaye atakuwa yeye ni Muislamu akatambua ukweli akauacha, kwa kuwa sifa atakuwa nayo, atapelekwa kwenye Mayahudi, kwa sababu sifa ni moja. Al-ibratu bis-sifat wal-illa, mazingatio bana ni kwenye sifa. Sifa ikiwa ni moja, basi kwa hakika naam, nayo napelekwa kwenye grupu hilo. Na wala dhalina, wala usitopeleka Mwenyezi Mungu kwenye wale ambao wamepotea. Nani yao? An-nasara. Wakristo wamepotea kwa sababu gani? Kwa sababu wao hawakusoma, hawakushughulika na kusoma, walitegemea mashehe zao watawaambia. Matokeo yake wakapotea na Mwenyezi Mungu akakasirikia kwa sababu ya ujinga wao. Na yoyote ambaye atakuwa na sifa hiyo, hashughuliki na kusoma, huyo anapelekwa kwenye grupu la Wakristo. Tayib, kwa sababu mazingatio kwa hakika ni sifa. Ikiwa ipo, basi na wewe utapelekwa huku au kule. Tayib, inma yakunu bil ilmi, hakika sharia kuhifadhika inahifadhika kwa sababu ya taaluma. Wal jihadu bisilahi, na watu kupambana kwa silaha. Mabniyun ala al ilmi, hili jambo kwa hakika limejengewa taaluma kwanza.
kwa sababu lazima atapewa njia afahamu kwamba akifika mtaani afanyeje. Kuna watoto wadogo kule hawana hatia, kuna watu wazima kule hawana hatia, ili mradi kwa hakika lazima apite kwenye sheria ya Mwenyezi Mungu kwanza. La yasiru almujahidu, hawezi kwenda mpambanaji jihadi, wala yuqatilu, wala hawezi kupigana, wala yaksimu alghadima, wala hata ngawira tayari mafao yashapatikana kutoka kwenye mikono ya makafiri, hawezi kabisa kugawa. Wala yahkumu, wala hawezi kuhukumi bil asra, wale mateka waliopatikana wanawake wanaume, hawezi kabisa kuhukumu illa an tariqi alilmi, labda isipokuwa kwa njia ya elimu. Huwa hapo hichi huwa fanyaje? Basi fal ilmu huwa kulli shay'in, elimu ndiyo kila kitu. Ndiyo maana hapa mtu mwenye akili zake huacha kila kitu aondoke ende akasome, hata kama atakuwa alingumu namna gani, lakini kwa vile hii ni amri kutoka Mwenyezi Mungu, basi naam anakwenda mtu. Walidhalika, na kwa ajili ya jambo hilo, qala Allahu azza wa jalla, ndo Mwenyezi Mungu akasema maneno yaliyokuwa fasaha kabisa, yarfa'illahu, anawanyanyua Mwenyezi Mungu alladhina amanu minkum, wale walioamini miongoni mwenu, walladhina utul ilma, na waliopewa taaluma, darajatin, ananyanyua madaraja makubwa mengi. Watadau almalaikatu ajnihataha, na wanaweka malaika mbawa zao. Kama mtu katoka pahala fulani kaenda pahala fulani kwa ajili ya kusoma, innal malaikata tadau ajnihataha, malaika wanaweka mbawa zao litalibil ilmi, kwa mtafutaji elimu, ridan, kwa hali ya kuridhika, bima yatlubu, yale mambo ambayo anatafuta mtu huyo. Malaika wanafurahi kwa yale binadamu huyo anatafuta, ihtiraman lahu, na wanamheshimu vibaya sana, wa ta'dhiman lahu, na wanamtukuza sana kuliko chochote katika vitu vya dunia. Wala yaruddu hadha, na jambo hili wala halirejeshi an yaqula alqailu, labda pengine kusema msemaji. Haya, wanawachuoni wanatuambia hivyo kwamba malaika wanaweka mbaa zao eti kwa mtafutaji elimu ya dini, huku wakifurahi kutokana na kitendo ambacho wanakifanya na kumheshimu kabisa, lakini kumtukuza sana. Mbona mimi, hata kama atasema msemaji, ana la ahisu bidhalika, mbona mimi sihisi hilo? Sisi tunamwambia hilo jambo kwa hakika lipo. Kwani nilipo? Liannahu idha sahha alkhabaru an rasul, kwa sababu itakaposiha habari kutoka kwa mtume, fa annahu, kwa hakika habari hiyo, kalmushahadi ayanan, kama kitu kinaonekanika kwa macho hivi. Araaita qawlahu sallallahu alayhi wasallam, kwani hujalitupia macho tamko lake mjumbe Mwenyezi Mungu aliposema, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, anateremka Mola wetu aliyetukuka na aliyekuwa juu, kila yaumin, kila siku inayoingia duniani, ila samai dunya, katika wingu wa dunia, hina yabqa thuluthul layli, wakati inapobakia thuluthi ya usiku, al-akhir, wa mwisho kabisa, yakulu, akija katika wingu wa dunia anasema, man yad'uni, nani ambaye ananiomba mimi, fa astajibu lahu, nipate kumuitikia, wa man yasaluni, na nani mwenye kuniuliza mimi, fa u'tiya, nipate kumpa ambacho akitaka, wa man yastaghfiruni, nani anayentaka mimi msamaha, fa aghfir lahu, mimi nipate kumsameh. Nani? Basi kwa hakika maneno hayo, nahnu la nasma'u kalama min Allah azza wa jalla, sisi hatusikii maneno kutoka kwa Allah haya ambayo anazungumza, lakini lamma sahha an nabiyina, wakati yamesihi kutoka kwa mtume wetu, sara kaannana nasma'uhu, imekuwa kama kwamba tunasikia wakati huo.
Walidhalika, na kwa ajili hiyo, yajibu alaina an nu'mina bima qalahu ar-rasul, ni wajibu kwetu sisi kuamini yote aliyosema mtume, wa bima sahha anhu, na yale ambayo yamasihi, mimma yadhkuru fi umuri al-ghaibi, katika yale ambayo anayataja katika mambo ya siri. Ni wajibu kabisa, unasikia husikii, unaona huoni, ni wajibu kuamini. Wa an nakuna mutayakinina laha, na tuwe na uhakika na yakini kabisa, kaannana nushahiduha, kama kwamba sisi tunashuhudia. Kwani unapomwomba Mwenyezi Mungu, wewe unajua kwamba anakusikia? Unamuona anasikiliza kwa sikio lipi? Mbona unakubali sasa? Mbona unaamini? Basi na hakika yatakiwa mtu kuweza kuamini. Tayib, kisha katika hadithi hii dalilu, kuna hoja ya wazi, anna al-insana alladhi alayhi jawaribu, ya kwamba mtu ambaye miguuni kwake kuna soksi, au alayhi khuffan, au amevaa khufu mbili, anna al-afdala, ya kwamba kilicho bora zaidi, an yamsaha alayhima, ni kupangusa juu zile khufu wenyewe, wala yaghsilu rijlaihi, wala sikoshe miguu yake. Atakiwa mtu apanguse kwenye soksi juu pale, au kwenye khufu juu pale. Wa minha, na katika hadithi tumelikuta jambo ambalo annahu, ya kwamba mambo yalivyo, yambaghi, inatakikana kwa mtu kabisa, idha ashkala alayhi shay'un, linapomtatiza yeye jambo, an yasala, ni bora kuuliza, wa yabhatha, na afanye juhudi ya kutafuta kabisa jambo hilo, asikae nalo mtu. Amman, atafute kwa nani? Kwa yule ambaye huwa alamu bihadha shay'i, kwamba huyu kwa swala hili bila shaka atakuwa analijua. Atakiwa mtu afanye hivyo, hatta la yabqa fi qalbihi harajun, ili kusije kukabakia kwenye moyo wake tatizo, mimma sami'a, katika yale ambayo kasikia. Pengine kasikia jambo huko akaona mbona lamtatiza, atakiwa sikae nalo, aulizie. Lianna ba'dha an-nasi, kwa sababu baadhi ya watu, yasma'u shay'a, anaweza kulisikia jambo, min ahkami shari'ati, min ahkami shar'iyya, katika hukumu za kisheria, wa yakunu fi nafsihi harajun, lakini kukaa kwenye nafsi yake kuna tatizo, bado hajaelewa kabisa hapa pamezungumza hivi vipi. Mama pengine alikuwa anasinzia, jambo likampita vibaya, basi wayabqa, akawa mwenyewe akabakia mutashakkikan mutaraddidan, ana mashaka kabisa, ana wasiwasi. La yasalu ahadan, kwa aibu alionayo na haya alionayo, hamuulizi yoyote, yuzilu anhu hadhihi ashubha, kuweza kumuondolea mtu huyo shubha hii au tatizo hili. Wa hadha khata'un, hili ni kosa. Bal yambaghi lahu, bali kinachotakikana kwake yeye, an yasala hatta yasila ila amri, anatakiwa kuulizia mpaka afike kwenye jambo, yatma'innu ilayhi, aweze kutulia kwenye jambo hilo. Wala yabqa indahu qalqu, wala kusibakie kwenye moyo wake kuna sononeko la jambo hilo. Fahadha zirrun, wapi tunapata kwa yubana Zirrun ibn Hubaysh, huyu kenda saala Safwana, alimuuliza Safwan anil mas'i, kuhusiana na jambo la kupangusa, ala al-khuffaini, kwenye juu ya khufu mbili. Wa hal indahu shay'un an rasulillah, kamuuliza je, angalau nalo jambo ambalo kapokea kwa mtume fi dhalika, faqala na'am, kana ya'muruna, sahaba kamjibu, ndio mimi ninalo jambo, mtume alikuwa anatuamrisha kadha kadha kadha. Jambo jingine, fahadha alhadithu fihi thubut, katika hadithi hii kuna uthibitisho wa wazi, almashi ala alkhuffaini, wa kupangusa kwenye khufu mbili. Wa qad tawatarat alahadithu, na hadithi zimekuja nyingi, ani rasuli sallallahu alayhi wasallam fi dhalika, kutoka kwa mtume juu ya jambo hilo. Wa akhadha bihadha ahlu sunnati, na jambo hili wala wenye kutambua vizuri mwenendo wa mtume, alowahifadhi Mwenyezi Mungu akili zao zikatulia barabara kwenye sheria, watu wa sunna,
hili jambo hakika wakalichukua. Wa aba dhalika, na jambo hili la kupangusa kwenye kufu mbili wakalikataa kata. Nani yao? Ashia. Mashia wao jambo hilo kwa hakika wamelikataa, hakuna kitu kama hicho. Itakuwaje wakati miguu na viatu au soksi zinakanyaga chini uchafu kabisa, halafu wajapanguse mtu juu? Haiwezekani kabisa. Fakhalafu alkitaba, wakwenda kinyume kabisa na kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa sunnati, na mwenendo wa mtume. Fakhalafu alkitaba wa sunnata wa salafa as-salihi, na hata watu wema wakenda kinyume nao. Wa baadhi ahli al-ilmi, na baadhi wanawachuoni, dhakara anna al-mas'a ala al-khuffayn mutawatir, wametaja kwamba suala hili bwana kwa hakika hadithi zipo nyingi sana. Wametaja ahli al-ilmi hatta inna ba'dahum, katika kutaja kwao wanawachuoni mpaka baadhi yao, alladhina sanafu fi kutubi al-aqaidi, ambao hao walitunga katika vitabu vya tauhidi. Vitabu vya tauhidi haikustahiki kuzungumziwa jambo hili la khaufu, kwa sababu liko katika upande wa fiqhi, katika upande wa muamalati. Inakuwaje kulileta katika vitabu vya aqida, vitabu vya itikadi? Naam, dhakaru al-mas'a ala al-khuffayn, wamelichomeka jambo hili kwa sababu fi kitabi al-aqaidi, kwenye vitabu vya itikadi. Wadhalika, wamelichomeka kwa sababu gani? Kwa sababu lianna ar-rafida, kwa sababu na Shia khalafu fi dhalika, walikwenda kinyume nalo hilo. Falam yuthbitu al-masha, kabisa hawakuthibitisha jambo la kupangusa ala al-khuffaini, kwenye khufu mbili. Wa ankaruhu, na wakalipinga hivi hivi. Wal ajab, na jambo la kustaajabisha, jambo la kustaajabisha, ndiyo maana wanawachuoni wakauweka mlango huu katika mambo ya itikadi, katika vitabu vya itikadi. Anna man rawa al-mas'a ala al-khuffayn, la kushangaza ni hilo ya kwamba yule alopokea habari inayohusu kupangusa kwenye kufu mbili, Ali ibn Abi Talib, ni Ali mtoto Abi Talib, ambaye huyu ndiye ambaye mzogo lao lote wanakimbilia hapa. Huyu ndo bwana wao, huyu hufika wakati mpaka wakamfanya kwamba huyo ndo mwabudiwa. Katika adhana wamemweka huyu, wa ashhadu anna aliya waliyullahi. Msoma adhana katika Mashia wale wanaposoma adhana yao wanasema, na nashuhudia kwamba Ali ni kipenzi wa Mwenyezi Mungu sana. Ilifika wakati mpaka wakampandisha kwamba yeye ni ilaha, muabudiwa hasa kuliko Nabii Muhammad. Hadi alionao cheo wanachonacho upande wao katika itikadi zao, basi kwa hakika huyu ana nafasi kubwa kuliko hata Nabii Muhammad, kuliko Abu Bakar, kuliko mwingine yote yule. Basi na kushangaza ni hilo, huyu ndo alopokea bana rawa al-mas'a ala al-khuffayn, yeye ndo kapokea hasa habari kuhusu kupangusa kwenye kufu mbili. Lakini ankaruhu, hili jambo kwa hakika la kupangusa wao wamelipinga. Haya mambo kwa hakika ni makubwa sana, ni mazito mno. Jambo la kusoma mtu ni jambo ambalo ni muhimu kuliko chochote kile. Wa maadhalika, na pamoja na hilo kwamba Ali ambako sikia zogolote hilo mfungo nne ile watu kuyafanya, wengine kujichinja, watoto wadogo kuwapasua kwenye vichwa wakamaga madamu, zogolote kwa hakika ni hapa bwana. Wa maadhalika, na pamoja na hayo, hum yunkirunahu, wao jambo hilo la kupangusa wanalipinga. Wala yaquluna bihi, na wala hawalizungumzi kabisa hilo. Fakana almashu ala alkhuffayn, ikawa sasa kupangusa juu ya kufu mbili, min sha'airi ahli sunnati wal jamaa, ni katika alama za watu waliopenda mwenendo wa mtume. Wa min al-umuri al-mutawatira, na katika jambo ambalo habari zake zimekuja sana tu. Indahum, kwa wao ahli sunna, allati
habari ambazo, hadithi ambazo laisa indahum fiha shakkun, wao hadithi hizo hawana wasiwasi nazo, kwa sababu an rasulillahi, zinatoka kwa mjomba Mwenyezi Mungu. Qala al-Imam Muhammad, mwanachuoni Imam Ahmad amesema, laisa fi qalbi, ama kuhusu mimi kwenye moyo wangu hakuna chochote min almasi, katika suala la kupangusa, shakkun, wasiwasi wote, mimi sina shaka kwamba hili jambo lipo. Au qala, au akasema, shay'un fihi 40 hadithan, sina chochote mimi katika jambo la wasiwasi, kwa sababu ndani yake muna hadithi kama 40 ani nabii sallallahu alaihi wasallam, ambazo zinatoka mtume wa ashabihi na masahaba wake. Lakini la budda min shuruti, hakuna budi kwa huyu mwenye kupangusa kwenye kofu mbili au soksi, kuna masharti anatakiwa kuyakamilisha ili jambo hili aweze kulitekeleza ipasavyo. Basi awe na masharti. Mtu kavaa soksi zake mtu, basi ile kupangusa juu kuna masharti ambayo anatakiwa mtu ayatekeleze. La kwanza katika hilo, an yadahuma ala taarati, kwanza anapozivaa soksi zake au hofu zake azivae hali ya kuwa yuko safi kabisa na udhu wake kamili. Kwa nini yaseme hayo? Kwa sababu lianna nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume qala lilmughira, alisema kumwambia sahaba yake Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu, حينما أراد, wakati alipotaka sasa, an yunzi'a khuffay nabii, azivue khufu za mtume. Qala, mtume akamwambia hapana, da'ahuma, ziwache kabisa, fa inni adkhaltuhuma, kwa sababu nilivyozivaa nimeziingiza mimi, tahirataini, ziko safi kabisa. Famasa alayhima, mtume kapangusa juu ya khufu hizo. Mfano, lau tawadda wudu'an kamila, lau kama mtu atatawadha udhu wake kamili, wa ghasala rijlaihi, na kakosha miguu yake safi kabisa, thumma labisa aljawariba, kisha kavaa soksi au alkhuffaini, fahuna labisahuma ala taharatin, hapa anazingatiwa mtu kazivaa kwenye tahara kabisa. Kadhalika pia vile vile, lau kana qad labisa jawariba min qablu, lau kama mtu kavaa soksi kabla, wa masa alayhima, akaja akapangusa juu, thumma ihtaja, kisha akaona mbona baridi kali pengine, akaja akaona au pengine soksi hii ni chafu sana hii, au akaona hii ni fupi, ngoja niongezee juu yake, thumma ihtaja ila ziyadatin, kisha akaja akahitaji ziada nyingine, ziada jawrabin, ziada soksi nyingine, walabisahu ala aljawrabil awwal, akazivaa juu soksi za mwanzo zile. Hapa alladhi masahahu, ambazo kazipangusa, ashapangusa mtu, halafu akaja akaona ngoja niongezee nyingine soksi, mguu kae vizuri, wa huwa ala taaratin, na yeye yuko juu ya taara, ametia udhu vizuri, fa innahu yamsahu ala thani, atapangusa kwenye soksi yake ya pili. Ile iliyovaa hatovua kwanza akabakisha moja, ile ile aliyovaa ya pili atapangusa juu yake. Lakini yakunu ibtida'ul muddati, lakini kuanza ile muda ile kuzingatiwa kihukumu, itazingatiwa min almasi ala alawwali, atazingatiwa kupangusa kwenye ile soksi ya mwanzo kuliko ya pili. Na katika kupangusa kwake, la budda an takuna taharatu, tahara hii inatakiwa iwe bilma'i, kwa maji, sio kwa mchanga. Falau labisahuma, lau kama atazivaa soksi mbili au hofu mbili, ala taharati tayammumi, juu ya tahara ile ya kutayamamu,
fa innahu la yamsa'u alayhima, hapo asijakaona akachukua kiasi tena, hapa itabidi kwa vile sina maji hapa na mmevaa soksi nipanguse. Hapana, fala yamsa'u alayhima, hatopangusa kabisa kabisa juu ya soksi hizo au khofu hizo. Mithlu rajulin musafir, kama vile mtu ambaye kasafiri. Wa laysa ma'ahu ma'un fayatayammamu wa labisa al-khuffayn, hana maji akatamamu akavaa khofu mbili, ala taharati tayammum, lakini juu ile tahara kutamamu. Thumma ba'da dhalika wajada al-ma'a, kisha baadaye kaja akapata maji. Wa arada an yatawadda, fa fi hadhihi al-hal la budda an yakhla'a al-khuffayn, kuhali kama hii anatakiwa lazim azivue khofu mbili, atie udhu upya kwa maji. Fa inna tayammuma, kwa sababu gani? Kwa sababu jambo la kutamamu yataallaqu bi'adwaini, ilinafungamana na viungo viwili tu fakat, hakuna cha ziada. Wa huma alwajhu walkaffani, navyo ni uso na viganja viwili. Katika mambo ambayo tunapata katika hadithi hii, maneno aliyosema al-Arabi, huyu mtu ambaye mshamba, mgeni wa mji. Almar'u yuhibbu alqawma wa lamma yalhaq bihim, yani yuhibbu alqawma, mtu inafikia wakati anapenda watu, walakin amaluhu duna amalihim, lakini matendo yao kinyume kabisa, yako chini, matendo yake yako chini kuliko matendo yao. La yusawihim fil amal, hawi sawa sawa nao katika matendo. Wa ma'a dhalika yakunu ma'ahum, lakini pamoja na hayo anakuwa nao يوم القيامة. Hii kwa hakika ni pahala pa kushukuriwa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi ni'matin adhimatin, kwa neema hii kubwa ambayo anamkusanya mtu na mwingine yule alokuwa anampenda, hata kama matendo hawakuwa sawa sawa. Hadhihi bushra, hii ni bishara kubwa sana lilinsani, kupewa binadamu, annahu idha habba qauman, ya kwamba mtu, angalie kwa makini sana, mtu idha habba qauma, atakapowapenda watu, sara ma'ahum, anakuwa pamoja nao. Wa in qasara bihi amaluhu, hata kama yatakuwa ni kidogo matendo yake, yakunu ma'ahum fil jannati, anakuwa pamoja nao huko peponi. Wa yaj'aluhu Allahu ma'ahum, na Mwenyezi Mungu mtu huyu atamfanya pamoja na wao, atamweka pamoja na wao. Fil hashri, katika sehemu ya mkusanyo. Wayashrabuna, na watakunywa watu hao, min haudhi nabii, min haudhi rasul sallallahu alaihi wasallam, kwenye odhi ya mtume atakaopewa yawm alqiyama, jami'an, wote pamoja kabisa. Wa wajibu almuslim, na katika faida tunakuta wajibu muislam, an yakraha alkuffara, awachukie makafiri wote. Hadithi inatuonyesha hivyo, awachukie kabisa kabisa mtu makafiri wote, asiwakaribishe katika majumba. Wa an ya'lama, na ajue muislamu, annahum a'da'u, ya kwamba makafiri ni maadui lahu, kwake yeye, mahma abdau, kwa namna yoyote watakapomuonyesha wakampa yeye, mina sadaqa, katika sadaqa, vyovyote iwavyo, atakiwa mtu aye maadui zake. Naam. طيب. Wajibu ala almuslim, jambo ambalo ni lazima kwa kila muislam, awe mke awe mume, an yakraha alkuffara, kuwachukia makafiri. Hili jambo ambalo linahitajika kwa kila ambaye kwamba yeye ni muislam. Wa an ya'lama, na analotakiwa kutambua kabisa kwa kila muislam, ajue annahum a'da'u lahu, kwamba wao makafiri ni maadui kwake yeye. Mahma abadu,
mina sadaqati, kwa namna yote ambayo watamuonyesha yeye katika sadaka, watampelekea pengine sadaka. Wal mawadda, hata kama atakuonyesha kwamba anakucheka na wewe, anafurahi na wewe. Wal mahabba, na atakuonyesha kwamba ana mapenzi. Lakini fa innahum, hakika maadui makafiri, lam yataqarrabu ilaika, hawawezi kabisa wakajikurubisha kwako wewe, illa limaslahati anfusihim, isipokuwa kwamba kuna jambo wameletega kwa maslahi ya nafsi zao. Usiona wanapita vichochoroni majumbani humu mitaani na kukaribishwa, mara ape madafu, mara atandikiwe mkeka, mara jitie kwamba hapa nataka kujua namna kusoka ukili. Hilo jambo kwa hakika, innama yataqarrabuna ilaika, wanajikaribisha kwako limaslahati anfusihim, kwa sababu ya maslahi ya nafsi zao. Wamekutega pahala, kifika miaka fulani hapa tutakuwa tushauchana Uislamu katika mtaa huu, halafu tahamia mwingine. Lakini kwanza tugandeni hapa. Matokeo yake Waislamu wanakaribisha katika majumba yao, kwa sababu hawataki kuusoma Uislamu wao, wakamjua adui yake, coaching zake, namna yake, mapigo yake yalivyo, mpaka anakuja kushtukia sasa mtu ashaingia sasa mitaani. Makafiri washaingia mitaani, wanapikia, matokeo yake wanajenga mahoteli, matokeo yake wale Waislamu ndo wanaajiriwa, watakuja huku. Na kweli wanakwenda Waislamu, kifika pale kama mwanamke na ajabu yake anapewa nguo zote hakadha, kwa sababu ya kutokujua maslahi ya mabana wa madaratik, na anajikaribisha kwako wewe, hata kama atakuletea sadaka na kukuchekelea, lakini malengo liko pigo, analipiga maalum kwa ajili ya maslahi ya nafsi yake, wa madaratik, na kukudhuru wewe siku moja. Akisha kutawala, ina maana ni kwamba atakufukuza na utakwenda vile ambavyo anataka yeye, atakukomanda lazima. Ndivyo makafiri. Amma an yataqarrabu ilayka limaslahatik, ama kujisogeza makafiri kwa ajili ya maslahi yako, fahadha shay'un ba'id, hili jambo kwa hakika liko mbali, ondoa. Hata useme kwamba rafiki yangu mzungu mimi, au rafiki yake na rafiki mzungu ule kapewa hichi na bana we, kwa hakika kwa ajili ya kujikaribisha mzungu au yoyote yule mwingine, kama ni kafiri akikuletea maslahi, hili jambo kwa hakika kwa ajili ya ufanikiwe, hilo jambo ba'id, liko mbali kabisa. In kana yumkin, akakuwekea Sheikh Uthaymeen, ikiwa inawezekana, kama itawezekana, an najma'a baina al-ma'i wan-nar, kama itawezekana kukusanya maji na moto pamoja, likiwezekana hilo, basi fayumkin, itawezekana kabisa, an najma'a baina mahabbati al-kuffari lana, kuweza kukusanya sisi mapenzi ya kuwapenda makafiri, wa adawatuhum lana, na pamoja na uadui wao kutuchukia sisi, tutakusanya mapenzi yetu na wao wanatuchukia, machukivu yao tuyakusanye na mapenzi yetu tuweke pahala pamoja. Kama litawezekana hilo, basi naam. Lakini kwa hakika Allahu tabaraka wa taala, yeye samahum a'da'un lana, aliwaita kuwa ni maadui zetu. Akasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu, katika sura Mumtahina nambari 1 amesema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini. Hapa wanazungumzwa watu maalum, kwa sababu asiamini basi atamfagilia, atamtandikia kafiri, amkaribishe, amlaze nyumbani kwake. Kama ilivyo katika mitaa fulani kule, ilikuwa mambo yako kwa kule kaskazini, yako Nungu ikenda huko, lakini sasa hivi kuja katika mitaa Kilimani, Mbuni pale, kwa hakika watu eti wanajitia makafiri, kwa hakika kuja mule, wanajitia kwamba sisi hatufahamu mbuyu ukoje, labda ulianza vipi huyu, wanatandikiwa katika mitaa mle, hakadha uchi kwa maana uchi, hakadha. Mwenyezi Mungu azungumza nini? Anasema ya ayyuhalladhina amanu, kama una imani yako, unaambiwa sasa na Mwenyezi Mungu, enyi mlokubali imani ya kumwamini Mola wenu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum, msiwafanye maadui wangu mimi. Mwenyezi Mungu asema hivyo.
msiwafanye maadui zangu mimi, wa aduwakum, na adui zenu nyinyi waumini, aulia, akoni vipenzi, mkawatandikia hasa katika majumba yenu. Wakati mwingine hutega ile siku ya Ijumaa, wanahisi sasa karibuni Waislamu watakwenda Ijumaa katika mtaa wa Mbuyuni pale, basi ndo kwanza wanakwenda katika mida ile. Ghafla mtu anakuja kuchukizia hiyo khutba pili tena. Sasa wakala, nakasema tena Mwenyezi Mungu, man aduwan lillahi, yule ambaye atakaye kuwa adui wa Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, na malaika wake, wa rusulihi, na mijumbe wake. Wako katika Waislamu wanawachukia sana malaika Mwenyezi Mungu na kuwapa majina sio stahiki. Kama nani? Kama malakul mauti, anachukiza sana mbele ya watu wasimkubali Mwenyezi Mungu na kumpa jina baya. Zirail hulikutipa ala popote kwamba Mwenyezi Mungu au mtume kampa jina hilo kabisa. Kaa tu wewe, ilo Ziraili latega tu hakadha, kama kwamba labda pengine yale mauti yanatoka katika komandi yake yeye, na aliyekuwa anatuma kiumbe anatuma tu. Basi wa rusulihi, na mitume wake, wa Jibrila, na yule ambaye takuwa adui na Jibril, wa Mikaila, na Mikail. Fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu anatoa tangazo, aduwan lilkafirina, ni adui kwa makafiri wote. Na suratul Baqara nambari 98, kullu kafirin, kwa hivyo kila kafiri, fa inna Allaha aduwwun lahu, huyo ni adui yake Mwenyezi Mungu. Wa kullu kafirin, na kila kafiri, aduwwun lana, ni adui yetu. Wa kullu kafirin, na kwa kila kafiri, fa innahu, hakika yeye, la yudmiru, hakusudi wala hafichi, lana, kutufichia sisi, ila shara, isipokuwa shari tupu. Hata ukiona kwamba anakuchekea, anakupa kazi, lakini kwa hakika kuna jambo kalitega. Walihadha yajibu alaika an takraha, na hili ni lazima kwa hakika umchukie, min qalbika, moyoni kwako. Kulla kafirin mahma kana jinsuhu, tena kila kafiri kwa namna yote atakayokuwa nayo, wa mahma kana taqarrubuhu ilaika, na kwa namna yote atakavyojikaribisha kwako, fa'lam annahu adu, kajua kwamba huo ni adui yako. Kwa hivyo tuchukue kaida hiyo, kaida ambayo as-salaha an-nabiy aliwekea msingi Nabii Muhammad, ya kwamba almar'u ma'a man ahabba, mtu bana kupenda sipende atafufuliwa yaum alqiyama na wale ambao alikuwa anapenda sana hapa duniani. Alikuwa anapenda wasanii sana, huyu bana alikuwa anapenda sana acheza mipira, akiwachukia watu wenye kushughulika na dini. Utakuta mabarabarani huko hakika watu foleni. Kwa nini? Kwa sababu kuna timu fulani pale inacheza kabisa. Majumba Mwenyezi Mungu yanabakia matupu kabisa. Basi watu siku ya kiyama atafufuliwa, nyewe kumbe mlikuwa mnapenda hichi basi mtakwenda huku, hamjulikani kabisa na Mwenyezi Mungu. Tuiache hapa, tutakuja kuondokea hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, ya kwamba mtume katoa tangazo ya kwamba kana fi man kana qablakum rajulun, yuko bana mmoja alikuwepo kabla yenu nyinyi, qatala 99 nafsa, aloua nafsi 99. Akauliza mtu mmoja, akamuuliza mtu mmoja ambaye alikuwa anaabudu sana wakati huo, je, mimi bwana kwa hakika nishalaza vichwa 99 hapa nilipo, fahali ya min taubatin, je, nikisema kwamba ninarejea kwa Mwenyezi Mungu mimi sasa hivi nitakubalika? Akamwambia, huwezi kukubalika kwa namna hiyo. Ujinga ule mtopea, anaabudu lakini bighairi ilmin, anasukuma tu ibada pasina kujua. Akammaliza. Tutakuja kuondokea hadithi hii insha Allah wiki ijayo. Tazawad min at-taqwa fa innaka la tadri. Sasa mja, chukua zawadi hii uliyopata, kwa sababu hujui kabisa kabisa. Idha janna alayka al-layl, mathalan, usiku leo utakapokuingilia totoro, hal taishu ila al-fajri, utaweza kuishi wewe mpaka al-fajiri? Ile jambo huwezi kujua kabisa, na yanaonekana mambo. Wa kam min sa'iin, kwani kuna wangapi walitegemewa kwa ni wazima, mata min ghairi illatin, mara ghafla unasikia mwenzako kafa pasina flu ya aina yoyote.
Pengine mtu siku mbili tatu unamuona ghafla unasikia habari kwamba mwenzetu kapinduka bana. Hivi ndivyo tunavyokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kabla an yufaji'aka al-mautu, kabla haja kuvamia mauti, tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna alayka al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.